nitumie nafasi hii kukaribisha katika ratiba yetu ya ibada hii ya lunch hour kutoka Diocese ya Dodoma, usharika wa Arusha Road. Na utakuwa pamoja nami mtumishi wa Mungu Eliudi Simbeye, ninaopatikana Diocese ya Iringa, nikiwa ni mwanafunzi wa theolojia mwaka wangu wa pili, ninasoma bachelor katika chuo kikuu cha Iringa. Nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kutupa neema hii ya kuwa pamoja nami katikati ya ibada hii ya mchana wa leo. Na katika juma hili Mungu atatupa neema ya kujifunza mambo kadha wa kadha kwa kadiri ya kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya moyo wangu kwa ajili yako. Na zaidi sana nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji kiongozi kwa kunipa nafasi ya kuhudumu pamoja nani katikati ya ibada hizi za mchana. Na zaidi sana nikushukuru wewe ambaye Mungu amekupa neema ya kusema ibada hii. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tunapoenda kuanza tafakari ya neno la Mungu mchana wa leo, natamani basi tupate nafasi ya kwenda kuomba, tukiamini kabisa kwamba tunahitaji Roho Mtakatifu awe pamoja nasi katikati ya neno hili ili liweze kuleta matokeo ambayo yamekusudiwa. Basi na tuombe. Mungu, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya neema na uaminifu wako. Asante kwa nafasi ambayo kipekee ambayo Mungu umetupa mchana wa leo kusimama katikati ya hema yako kuliadhimisha jina lako. Na kushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye Bwana umempa neema ya kuhudhuria kwenye ibada hii, na wote ambao wanafuatilia ibada hii kwa njia ya mtandao. Mungu, ninaomba kwa ajili yetu sote ya kwamba mkono wako wenye nguvu uwe juu yetu na Roho Mtakatifu awe pamoja nasi tunapoenda kutafakari neno lako ambalo Bwana limekusudiwa kubadilisha maisha yetu. Nami ni maombi yangu katika jina la Yesu ya kwamba kila mmoja anaenda kusikiliza neno hili likalete mabadiliko kwenye maisha yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na kila ambaye anasikia neno hili Bwana Mungu ukamguse. Roho Mtakatifu, fungua mioyo yetu tupate kuyasikiliza maneno yote ambayo Mungu umekusudia kuyaleta kwetu ili aweze kutuvusha. Katika jina la Yesu Kristo nitumie kama chombo chako, na yote anayesikia maneno haya Bwana Yesu, neema yako iwe pamoja naye, ukampe hatua zaidi katikati ya maisha yake, katikati ya kazi yake, katikati ya familia yake, na kwenye kila eneo la uhitaji wake. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru, amen. Basi nitumie nafasi kukushukuru wewe ambaye upo kwenye ibada hii, lakini zaidi sana naomba tuende moja kwa moja kwenye tafakari ya neno la Mungu ambalo katika juma hili tutakuwa tunatafakari katika kichwa cha somo kinachosema kwamba nini kinafanya neno la Mungu kuwa na matokeo yaliyokusudiwa kwenye maisha ya mwamini. Tutakuwa tunatafakari kwa habari ya nini kinafanya neno la Mungu kuwa na matokeo yaliyokusudiwa kwenye maisha ya mwamini. Ninaamini kabisa kwamba Mungu anapolileta neno kwenye maisha yetu, Mungu halileti neno kwa hasara. Mungu anapoliachilia neno kwenye maisha yako, Mungu analiachilia neno kwa makusudio yake. Na yale makusudi ambayo Mungu anayaachilia kupitia neno, tunatamani tuone hayo makusudi au hayo matokeo yakiwa yanadhihirika na kuthibitika kwenye maisha yako kama mwamini. Na msingi wa somo letu tunaojenga kupitia kwenye kitabu kile cha Isaya 55 kuanzia ule mstari wa 10 na 11. Tutasoma mistari miwili. Isaya sura ya 55, tasoma ule mstari wa 10 na wa 11. Neno la Mungu linasema hivi: maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Msisitizo katika ya maandiko ni ule mstari wa 11, anasema ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Sasa kwenye kitabu hichi cha Isaya
tunaona maandiko yanajaribu kutueleza juu ya jambo moja kubwa la msingi ambalo kila mtu anaofahamu nalo, na mwandishi anajaribu kutueleza kwa habari ya mfano wa mvua, namna ambavyo mvua inapokuwa inanyesha, maandiko anasema kwamba inakuwa ina matokeo. Na matokeo ya kwanza, mvua inaponyesha, anasema mvua huwa hairudi juu. Mvua inaponyesha kutoka juu ikija chini, hairudi ikiwa haina matokeo. Anasema moja, mvua huwa ina kawaida ya kuinywesha ardhi, lakini mbili, mvua huwa ina kawaida ya kuizalisha na kuichipuza. Tatu, mvua huwa ina kawaida baada ya kuizalisha ardhi na kuichipuza, anasema kwamba humpa mtu apandaye mbegu, lakini mbili, na mtu alaye chakula. Hayo ni matokeo ya mvua. Sasa najaribu kusema kwamba ndivyo litakavyokuwa neno. Neno linapokuja linakuwa lina matokeo. Anasema hili neno halitamrudia bure Bwana. Kwa nini? Moja, anasema kwamba linapokuja hili neno, anasema linatimiza mapenzi ya Mungu, lakini mbili, linafanikiwa katika mambo yale lile neno lililotumwa kwalo. Kwa hiyo tunachojaribu kutazama hapa ni nini kinafanya sasa ili neno ambalo Mungu amelileta kwako liwe lina matokeo yaliyokusudiwa. Unajua, wengi tunasikiliza neno, wengi tunakutana na neno, na wakati mwingine tunalisoma neno, tunaona ahadi mbalimbali za Mungu ambazo Mungu ameahidi kwa neno lake kwa habari ya maisha yetu, lakini bahati mbaya sana wengi hatuoni matokeo ya neno ambalo tunalisoma, neno ambalo tunalisikia. Na wakati mwingine kila Jumapili tunaingia kanisani, wakati mwingine kila Jumatatu hadi Ijumaa tunaingia kanisani. Kwa mfano sasa tupo katikati ya ratiba za ibada za mchana za lunch hour. Yawezekana kila siku unakuja hapo unasikiliza neno na unaona namna ambavyo Mungu ametuahidi kutubariki, unaona namna ambavyo Mungu ameahidi kutuponya, unaona namna ambavyo Mungu ameahidi kutufanikisha, unaona namna ambavyo Mungu ameahidi kutusaidia. Lakini kila ukijaribu kuona namna gani una align au unakuwa sehemu yale ambayo Mungu ametuahidi kupitia neno, unajikuta kwamba haya mambo kwenye maisha yako unaona kama ni stori za kutunga. Lakini nataka nikwambie kwamba kuna vitu vinavyofanya neno la Mungu liwe na matokeo yaliyokusudiwa kwenye maisha yako. Na hii sitaki nikwambie kwamba neno linahitaji usaidizi. Neno la Mungu limejitosheleza. Lakini ili neno liwe lina matokeo, kuna vitu ambavyo neno lina demand kutoka kwako. Kuna vitu ambavyo neno linataka kutoka kwako ili neno likuletee matokeo ambayo yamekusudiwa kwenye maisha yako. Sasa tunapozungumza kwa habari ya nini kinafanya neno liwe na matokeo, naomba nikupe tafsiri mbili katikati ya topic tulionayo. Na neno la kwanza nataka nikupe maana yake ni neno linalosema matokeo. Matokeo ni nini? Tunapozungumza kwa habari ya matokeo, matokeo ni kile kinachoonekana kwa mtu mara baada ya mtu huyu kukutana au kujihusisha na jambo fulani. Tunapozungumza kwa habari ya matokeo, matokeo ni kile ambacho kinaonekana kwa mtu mara baada ya mtu huyu kujihusisha au kukutana au kutenda jambo fulani. Tutaona matokeo ya huyo mtu baada ya kuwa amejihusisha au baada ya kuwa amekutana au baada ya huyu mtu kuwa ametenda jambo fulani. Kwa hapo tutaona matokeo. Kwa jua kabisa kwamba chochote unachokifanya na chochote unachokiona kwenye maisha yako ni matokeo ya kitu ambacho umekutana nacho, ni matokeo ya kitu ambacho umejihusisha nacho, ni matokeo ya kitu ambacho umekifanya. Hakuna kitu ambacho unafanya kwenye maisha ambacho hakitakuwa na matokeo. Mwanafunzi anapokuwa shuleni, kuna matokeo ya kuwa shuleni. Kwa hiyo tunategemea kama mwanafunzi yuko shuleni, anapomaliza shule, moja kitu ambacho tutategemea ukiona ndani yake ni ujinga huo umeondoka. Kwa nini? Alikuwa kwenye eneo ambalo linamkutanisha na mambo ya kielimu ambayo yanaondoa ujinga ndani yake. Kwa hiyo ni maana ya matokeo. Lakini mimi msitizo wangu nataka kujenga kwenye matokeo ya neno la Mungu. Na ninapojenga msitizo kwenye matokeo ya neno la Mungu, naomba niseme hivi: matokeo ya neno la Mungu baada ya muamini kukutana au kujihusisha na neno la Mungu.
Mtumishi wa Mungu, naomba unielewe kwamba hakuna mtu ambaye amekutana na neno maisha yake akabaki vile vile. Kuna kitu kinakuwa kipo sawa. Chochote kile ambacho mtu amekutana nacho, mtu amejihusisha nacho, kinaleta matokeo. Kadhalika pia tunapozungumza kwenye msingi wa neno la Mungu lina kawaida ya kusababisha matokeo kwenye maisha ya mtu. Haijalishi mtu ameokoka au hajaokoka, neno la Mungu linapomwendea mtu linaleta matokeo. Sasa tunapozungumza kwa habari ya mwamini, kwa sababu maisha ya mwamini yanategemea msingi wa neno. Mwongozo wa maisha yako kama mwamini unategemea msingi wa neno la Mungu. Kwa hiyo tunategemea matokeo na matunda unayoyatoa kwenye maisha yako yawe ni matokeo au ni matunda yanayotokana na msingi wa neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishindwa kujua kwamba maisha yako yanatakiwa kuongozwa na neno na matokeo yako yanatakiwa ni matokeo ya neno, utaenda kanisani kawaida, utafika ibadani, utasikiliza neno, utachukulia kawaida, na wakati mwingine utaanza kulizoea neno. Lakini neno linapokuja kwako, unapokutana na neno lazima lisababishe matokeo. Matokeo ya neno la Mungu yako mengi sana. Neno la Mungu limebeba uponyaji. Kwa hiyo tunategemea mgonjwa anapokuja kanisani, anaposikiliza neno lilete uponyaji. Tunategemea mtu ambaye alikuwa amekata tamaa, anapokuja kanisani, anaposikia neno lilete matumaini mapya. Kuna watu ambao wanaona kabisa kwamba hakuna sababu ya kuendelea, mioyo imeinama, tunatamani wanapokutana na neno wauishwe tena. Kwa kuna mambo mengi sana ambayo neno limebeba, ahadi ya neno limetuhakikishia. Lakini ili tuweze kuona matokeo, kuna vitu lazima tuvifahamu, ili hayo matokeo ya neno tuweze kuyaona kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama mwongozo wako ni neno, ni lazima ujue kanuni za neno zinazoleta matokeo. Ukishindwa kujua kanuni za neno zinazoweza kuleta matokeo, hautaweza kuyaona matokeo ya neno. Kwa hiyo msingi wa somo hili tunapoujenga, tunaposema ni nini kinachofanya neno la Mungu liwe na matokeo, nachojaribu kuonyesha hapa, nataka nikuonyeshe kanuni ambazo zitasababisha matokeo ya neno kwenye maisha yako. Hautakiwi kuishi tu kwa sababu unaishi. Hautakiwi kuwepo ibadani kwa sababu uko ibadani. Lazima ujue kabisa kwamba unakuja kusikiliza kitu ambacho kina transform maisha yako, kinabadilisha maisha yako, kinabadilisha matokeo kwenye maisha yako kama mwamini. Kanisa hili liwe lina matokeo ya kudumu mahali, linahitaji kujua neno linalofanya kazi. Kwa sababu likishindwa kujua neno linalofanya kazi, tunaweza tukawa tunalia kama watu wengine wanavyolia. Kuna magonjwa watu ambao wanaugua, ambao hata madaktari hawana majibu yao. Lakini nataka nikwambie majibu yapo kwenye neno. Kuna changamoto ambazo watu wanakutana nazo, wana saikolojia hawana majibu yake, wana sayansi hawana majibu yake, lakini neno linatupa majibu yake. So nini kitafanya uweze kuona haya majibu au matokeo ya neno? Kuna kanuni, na ndicho ambacho nitatamani nikuonyeshe katika juma hili, kanuni zinazoleta matokeo kwenye maisha yako ya neno. Sasa tusome kwenye kitabu kile cha Mathayo 8:8. Habari moja, maandiko yanasema hivi, Mathayo 8:8, yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Huyu ni akida ambaye nyumbani kwake palikuwa pana mgonjwa, na alisikia habari za Yesu kwamba Yesu anaweza, Yesu anaponya. Akida akaondoka akaenda kwa Yesu moja kwa moja. Alipofika kwa Yesu, akida akamwambia kwamba, Bwana, mtumishi wangu anaumwa. Alafu angalia Yesu alichojibu. Yesu akasema nitakuja kumponya. Aliposema nitakuja kumponya, akida anachojibu anasema kwamba akida akajibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Alafu angalia akida anachosema, anasema lakini sema neno tu.
Unajua kile alichokuwa na akiona hapa ni kwamba alijua Yesu akizungumza neno litasababisha matokeo kwenye maisha ya mjakazi wake ambaye alikuwa anaumwa. Watu wengi tunahangaika na vitu vingi sana, lakini nataka nikwambie, ukijishughulisha na neno, maisha yako yanabadilika. Kwa nini? Kwa sababu neno limebeba matokeo. Mara baada ya akida kujua kwamba ninachohitaji kwa Yesu, sihitaji tu Yesu aje nyumbani kwangu, ila ninahitaji Yesu atamke neno kwa habari ya mgonjwa. Na Yesu alipotamka neno, mgonjwa wa akida akapona saa ile ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitu cha msingi ni hicho, watumishi wa Mungu, kwamba umefungwa katika msingi wa neno lake. Mungu anapotaka kutenda jambo kwenye maisha yako, Mungu anaangalia msingi wa neno lake umesemaje. Kitabu cha Yeremia 1:12, maandiko yanasema hivi: ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu nilitimize. Mungu anapotaka kufanya kitu kwenye maisha yako, hafanyi tu kwa sababu anaweza yote, hafanyi kwa sababu ana nguvu zote, hafanyi kwa sababu tu ana uwezo wa kufanya chochote. Mungu anapotaka kutenda jambo kwenye maisha yako, anasema analiangalia neno apate kulitimiza. Kwa unapokuwa unaumwa, Mungu analiangalia neno la uponyaji apate kulitimiza kwenye maisha yako. Unapokuwa Amen. Sasa moja ya kitu cha msingi na cha muhimu ambacho nataka ni kukumbusha ni kwamba msingi wa utendaji wa Mungu kwenye maisha yako au utendaji wa Mungu katika maisha yetu umefungwa katika msingi wa neno lake. Mungu anapotaka kutenda jambo kwenye maisha yako, moja kitu ambacho Mungu hawezi kukiviolate au kuenda tofauti nacho ni msingi wa neno lake. Hakuna namna ambavyo Mungu anaweza akatenda kinyume na msingi wa neno lake. Kwenye kitabu cha Yeremia ile 1 ule mstari wa 12, neno la Mungu linasema kwamba ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Mungu anapotokea kwa Yeremia, maandiko anasema neno la Bwana likamjia Yeremia kusema, Yeremia waona nini? Yeremia akasema, ninaona ufito wa mlozi. Alafu mstari wa 12 anasema ndipo Bwana. Kumbuka, anaposema ndipo Bwana, hazungumzi kwa habari ya mtu mwingine anayezungumza. Anazungumza kwa habari ya Bwana mwenyewe. Anasema ndipo Bwana akaniambia. Bwana anamwambiaje Yeremia? Anasema umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimilize. Kwa hiyo Mungu anapotokea kwa Yeremia, Mungu anamwambia Yeremia kwamba anyway, kile ambacho unakitazama au kile ambacho umekiona kwenye usahihi, kwa sababu ulichokiona umeona sawasawa na msingi wa neno langu jinsi ulivyo. Na kwa sababu hiyo mimi Mungu nina kawaida ya kuliangalia neno langu ili nilitimilize. Kwa Mungu anapotaka kukutendea jambo, Mungu hafanyi jambo kwa sababu anataka kufanya. Mungu anafanya jambo sawasawa na neno lake alilolisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unapohitaji Mungu akutendee jambo, ni vizuri ukajua neno la Mungu limesemaje. Unaweza ukaanza kumlaumu Mungu kwamba kwa nini Mungu hafanyi, na ukaona kama Mungu ana upendeleo, anatendea watu wengine, alafu kwako ni kama vile Mungu amekuacha, Mungu amekutenga. Lakini maandiko anasema mimi Mungu naliangalia neno ili nipate kulitimiliza. Nikukumbusha habari moja ya Petro alipoingia kwenye nyumba ya Kornelio. Petro alipofika kwenye nyumba ya Kornelio, mara baada ya Kornelio kuwa amemweleza kile kitu ambacho malaika wa Bwana alikuwa amemweleza, angalia majibu ya Petro.
anasema sasa nimetambua kwamba Mungu hana upendeleo, bali kila mtu amwaminie na kutenda haki anakubalika na yeye. Kwa kuna misingi ambayo Mungu ameshaiweka, ambayo mtu akitembea katika hiyo anaona outcome ya kuenenda kwenye njia aliyoenenda, anaona matokeo ya kuenda kwenye njia aliyoenenda. Na moja ya njia rahisi ya Mungu kutenda mambo kwenye maisha yetu ni kwa njia ya neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kitabu cha Zaburi 107 ule mstari wa 19 hadi mstari wa 20, neno la Mungu linasema hivi: wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Mstari wa 20 anasema hulituma neno lake, uwaponya, uwatoa katika maangamizo yao. Sasa hawa watu walikuwa kwenye changamoto, wamepita kwenye changamoto mbalimbali, lakini angalia neno linavyotueleza. Anasema kwamba wakamlilia Bwana katika dhiki zao. Walikuwa wana changamoto kweli, walikuwa wana changamoto kweli, na katikati ya changamoto walizokuwa nazo wakaanza kutafuta msaada wa Bwana, wakaanza kulia mbele ya Bwana, wakitamani Mungu awatendee, wakitamani Mungu awaonekanie. Maandiko yanasema kwamba walipomlilia Bwana katika shida waliokuwa nayo, walipomlilia Bwana katika mateso waliokuwa nayo, walipomlilia Bwana katikati ya changamoto walizokuwa nazo, walipomlilia Bwana katikati ya majaribu waliokuwa nayo, maandiko yanasema kwamba akawaponya na shida zao. Kwa hiyo mtu wa Mungu ni muhimu kafahamu kabisa kwamba Mungu yuko aware na changamoto ulizo nazo. Mungu anajua ni nini unachokihitaji. Hawa jamaa walipomlilia Bwana, maandiko yanasema kwamba akawaponya na dhiki zao. Lakini aliwaponyaje? Mstari wa 20 anasema ulituma neno lake kuwaponya. Kwa hiyo walipomlilia Bwana, alipowaponya na shida zao, kilichofanya waponywe, Mungu alilituma neno. Lile neno alilolituma ndilo ambalo likasababisha wao kuponywa, na lile neno alilolituma ndilo lililosababisha wao kutoka katikati ya maangamizo yao. Sasa naomba unielewe hivi, katikati ya changamoto yoyote, katikati ya uhitaji wowote ulionao, unapotaka Mungu akutendee jambo, Mungu hatendi jambo by surprise. Mungu anatenda jambo sawasawa na neno lake alilolituma kwako. Unaweza ukawa ni mgonjwa, unahitaji Mungu akuponye. Mungu alete uponyaji as a surprise. Mungu atalileta neno la uponyaji. Unapotaka kuinuliwa kwenye biashara, unapotaka kuinuka kwenye uchumi, Mungu atakuinua from nowhere. Mungu ataleta neno ambalo ukilitenda neno linakuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Mungu hutusaidia kutoka kwenye challenge tulizo nazo kutumia kanuni ya neno. That's why wiki hii nina kazi moja ya kukueleza kanuni ambazo zitasababisha neno la Mungu liwe na matokeo. Unaposoma neno linakwambia kwamba mtabarikiwa mjini, mtabarikiwa mashambani, ni kanuni ya neno. Sasa lazima ujue namna ya kutenda hiyo kanuni ili neno lije na matokeo kwenye maisha yako. Tunaposema kwamba Mungu hutuponya magonjwa yetu yote, kwa mfano kwenye kitabu cha Zaburi 103 ule mstari wa 3 anasema akusamehe maovu yako, akuponya magonjwa yako yote. Kwa unaweza ukaona kwamba kwenye lugha ya Mungu hakuna ugonjwa ambao Mungu hawezi kuuponya. Sasa swali ni kwamba
ni magonjwa mangapi ambao watu wanaugua? Na katikati ya magonjwa ambao watu wanaugua na ni Wakristo, Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao, lakini stili ugonjwa umeondoa matumaini kwenye maisha yao. Hawana matumaini ya kuishi tena. Na wakati mwingine tumefika wakati tukakubaliana kwamba yawezekana ugonjwa nilionao huwa hautibiki, hauponyeki, lakini neno limetuambia kwamba akuponya magonjwa yako yote. Sasa kuna namna ambavyo mtu akilijua neno, namna neno ambavyo linaweza likaleta matokeo kwenye maisha yake, huyu mtu anakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu ukajua kwamba unapomhitaji Mungu akutendee jambo, Mungu analiangalia neno lake. Unapolia, unahitaji msaada wa Mungu, unahitaji kuona mahali unavuka, Mungu analiangalia neno. Na Mungu akitaka kukutoa hapo, Mungu analituma neno. Nikuletee mfano huu. Wana wa Israeli walipozunguka ndani ya milima ya kule jangwani muda wa miaka 40. Siku moja katikati ya kuzunguka kwao, Mungu akasema na Musa. Akasema, mlivyozunguka mlima huu wa kaskazini. Unajua nini alikuwa anamaanisha? Maana yake ni kwamba alipeleka maana yake ni kwamba Mungu alipeleka neno. Hakuwatoa kwa kuambia by surprise wakajikuta wapo Kanani. Mungu alipeleka neno. Alafu lile neno Musa alipolisikia neno likawafanya wao waanze safari ya kutoka jangwani kwenye kuzunguka milima kwa muda mrefu. Wakajikuta kwamba wanaanza kuelekea Kanani. Wewe ambaye unahitaji kuona neno liwe na matokeo kwenye maisha yako, wewe ambaye unatamani kuona unavuka mahali ulipo, nataka nikwambie hivi, weka focus kwenye neno. Weka msitizo kwenye neno. Na kwenye wiki hii tunapoendelea, nitakuonyesha sifa ya neno, alafu nitakuonyesha kanuni za neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoenda kumalizia session yetu hii ya siku ya leo, natamani tupate nafasi kwa dakika chache tulizo nazo, dakika 2 au dakika 3, tuende mbele za Mungu. Nini ambacho nataka ukamwombe Mungu? Mwambie Mungu, litume neno lako kwenye hali yako ya maisha ulionayo. Mahali ambako unatamani Mungu akuvushe. Kama ni mgonjwa, mwambie Mungu, litume neno la uponyaji kwangu. Mungu akileta neno linakutoa kwenye ugonjwa. Mungu akileta neno kwenye uchumi, Mungu analeta uponyaji. Mungu akileta neno kwenye chochote ulicho nacho, kinaleta msaada unaotakiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mwambie Mungu kwamba, Mungu, ninahitaji uliachilie neno lako ndani yangu ili liweze kuleta matokeo. Na mimi nitakuwa ninakuombea, na neema ya Mungu itakuja hapo, na neno la Mungu itakuja hapo. Neno la kukuinua kwenye biashara yako, kwenye uchumi wako, kwenye masomo yako, kwenye familia yako. Mwambie Mungu, litume neno lako kwangu litakaonipa hatua mpya. Na tuombe. Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya nafasi ya kipekee ambayo umetupa. Asante kwa ajili ya siku ya kwanza ambayo Mungu umetupa kutafakari neno lako. Umetupa neema kutafakari mambo ambayo yanafanya neno liwe na matokeo. Na ikiwa ni siku ya kwanza ambayo Mungu tumeweka msingi, tumeona kabisa kwamba Mungu, utendaji wako kwenye maisha yetu umejengwa kwenye msingi wa neno lako. Nasi Bwana, tunakuja malangoni pako. Kwanza Mungu, tunakushukuru sana kwa kutupa ufahamu huu ya kwamba Mungu unatenda kwenye maisha yetu sawasawa na ahadi ya neno lako, sawasawa na misingi ya neno lako ambalo Mungu umeliachilia kwenye maisha yetu. Nami Mungu, naomba kwa ajili ya kila mmoja aliyeko mahali hapa. Ninaomba kwa ajili ya mama huyu, ninaomba kwa ajili ya baba huyu, ninaomba kwa ajili ya kijana huyu, ninaomba kwa ajili ya binti huyu, ninaomba kwa ajili ya kila mmoja ya kwamba Mungu lifunue neno lako, ili hilo neno ambalo unalifunua kila mtu sawasawa na uhitaji alionao, Mungu kamvushe kwenye changamoto alionayo. Mungu kamshike mkono na kumpeleka ng'ambo tena, katika jina la Yesu. Wako wanaotamani kuvuka kwenye uchumi walionao, Mungu asaidie wavuke. Wako wanaotamani kuinuka kwenye
masomo alionayo. Mungu litume neno la kuinua kwenye masomo yao. Wapo walio wagonjwa, litume neno la uponyaji kwenye maisha yao. Wapo wanaotamani kuinuka kwenye huduma na utumishi leo nao. Mungu litume neno la kuinua kwenye huduma na utumishi leo nao, katika jina la Yesu. Mkono wako Bwana uwe juu ya kila mmoja mmoja, na neno lako Bwana lije kwetu ili kutuvusha na kutupa hatua mpya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaomba na kushukuru, amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Nikutakia siku njema na ya baraka. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare kwa wengine, na zaidi sana kukomenti katika kile kitu ambacho Mungu amekutendea. Amen.